Hujambo na karibu katika channel yetu pendwa ya Sifa Online TV. Karibu katika kipindi cha saikolojia ya jamii. Ungana nami Sharifa Yusuf, ambapo leo tuna mgeni hapa studio ambaye yeye ni mwelimishaji wa jamii. Atatuelezea na tutaweza kufahamu mambo mengi yanayohusiana na mada yetu ya leo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel hii ili kuendelea kuona mambo mazuri mengi na kupata updates zake. Karibu. Basi nitaweza kumkaribisha mgeni wetu aweze kujitambulisha kwa majina, yeye ni nani na anafanya nini. Mimi naitwa ndugu Elia Mariki. Mimi ni social educator ama mwelimishaji wa masuala mbalimbali ya kijamii, saikolojia ya kijamii, ikiwemo masuala ya uongozi, mabadiliko ya kitabia ya vijana. Yes, nipo humo. Shukrani sana Mr. Elia na karibu sana. Kwa siku ya leo tunayo mada hapa mezani Mr. Elia, ambayo mada kuu ni kwamba ni kwa namna gani kujitambua kwa mtu mmoja mmoja kunapelekea maendeleo katika jamii kwa ujumla. Kwanza tungependa kufahamu kujitambua ni nini na kunaweza vipi kumsaidia mtu au watu kuweza kuleta maendeleo chanya katika jamii. Karibu. Kwanza lazima tufahamu kwamba kujitambua ni swala la mchakato ambalo unahusisha maswali matano. Swali la kwanza, mtu anatakiwa afahamu kwamba mimi ni nani. Sawa unapozungumzia wewe ni nani, unatakiwa utambue kwamba wewe umekuja kuwa na mbadala gani kwenye jamii, umekuja kutatua kitu gani kwenye jamii, lakini pia una uwezo gani. Swali la pili, mtu ajiulize yeye ana uwezo gani, ujuzi uliobeba, thamani uliobeba. Lakini swali la tatu, jamii inahitaji nini, ujue mahitaji ya jamii husika ambayo unaishi ama inakuzunguka. Lakini pia unaweza kuchangia nini kwenye jamii kutokana na uwezo na ujuzi ambao uko nao. Lakini pia la mwisho, utaanza lini kufanya hicho kitu ili uweze kuleta maendeleo katika jamii husika ambayo unakuwa unataka kufanya kitu fulani. Kwa hiyo huo ndo mchakato wa kujitambua, unahusisha maswali matano. Ndio. Sawa, Mr. Eli, umetueleza vyema kuhusiana na swala zima la kujitambua. Lakini tunafahamu kila kitu kinakuwa na athari, hasa kwenye swala zima la pale mtu anapokuwa anajitambua. Ndio. Ni ipi athari ya mtu kujitambua na anahusiana, analeta athari gani kwenye wale watu wanaomzunguka? Kwenye mchakato wa kujitambua una matokeo hasi na chanya. Katika matokeo chanya, tunaamini kwamba mtu anapojitambua katika jamii husika anakuja kuleta mabadiliko. Kijana mmoja eza wa kike ama wa kiume, anapokuwa anajitambua, inamsaidia kujua kwamba yeye ni ujuzi gani anakuwa amebeba kwenye jamii, uwezo gani amebeba, ili aweze kuleta mabadiliko chanya katika jamii husika. Tuchukulie mfano, hapa tuna Sifa Online TV. Hii imeanzishwa na Sifa pamoja kushirikiana na alivyojitambua kwamba mimi Sifa nina kitu cha kukiweka kwa jamii ili kuja kutatua changamoto mbalimbali, kuweza kujua matokeo yanaendelea kwenye jamii, kutoa elimu mbalimbali. Akabidi anapokuja nalo wazo atafute timu ya kufanya nao kazi. Kwa hiyo kupitia kujitambua kwake kumetoa mianya ya watu wengine kuweza kuweka thamani zao hapa, na baadaye tunategemea kwamba kuweza kupata kipato cha mtu mmoja mmoja ili kuweza kuchangia gurudumu la uchumi wa taifa, mtu mmoja mmoja mpaka kwenye level ya kitaifa. Kwa hiyo kujitambua kunaweza kuleta athari chanya kama, lakini athari hasi mara nyingi sana kujitambua kuna vita. Endapo kwenye jamii husika ikiwa imekaa kwamba ikiamini watu wote wanatakiwa waishi hivi. Kuna jamii ukienda mtu anakuambia bwana sisi tunatakiwa tuishi hivi. Kwa hiyo mtu anapokuja na wazo jipya lazima kutane na resistance au upingwaji wa hilo wazo. Kwa hiyo mtu anapotaka kujitambua lazima mara nyingi anakutana na hizi athari za hasi kwa upande huo. Watu watampinga kwa sababu scale of thinking, tunazungumzia namna ya ufikiri, jinsi watu walivyolelewa kwenye jamii husika. Mtu anawaza kwamba hapa kijana wa hii jamii hawezi kuja na kiwanda. Kwa hiyo anapokuja na wazo la kufungua kiwanda, anakutana na hiyo kitu, anaambia haiwezekani. Itawezekana vipi wakati sisi hatuna hiyo historia ya mtu kuanzisha kiwanda? Kwa hiyo anakutana na hiyo resistance. Kwa hiyo changamoto kubwa wanaokutana nao watu wanaojitambua ni kukutana na upingwaji au watu kuwapinga kutokana na uwezo wao wa kufikiri wa jinsi walivyolelewa kwenye jamii husika. Ndio. Shukrani sana Mr. Elia. Hizo ni athari, lakini tunaweza kufahamu ni njia zipi ambazo zinapelekea mtu au zikatumika ili mtu aweze kujitambua, hasa tukiangalia ni muhimu katika maendeleo ya jamii.
Kwanza moja kati ya njia ambayo inaweza kutumika, moja hapo tunaifanya ni hii hapa, uelimishaji. Kuweza kufundisha watu namna ya kujitambua, kujigundua na kuitambua thamani ambazo wamebeba na aina gani ya ujuzi ambao wanauhitaji kwenye jamii yao husika. Na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza. Hii ni elimu ambayo tunaitoa ya bure kabisa, kwamba mtu ili aweze kujitambua lazima ajiulize yale maswali matano. Wewe ni nani? Upo wapi? Umetoka wapi? Jamii yako inahitaji nini? Na utaanza lini kufanya kitu fulani ili kuleta matokeo chanya katika jamii na nani. Lakini njia ya pili ni wanafamilia, watu waliomzunguka huyo mhusika. Wanaweza pia wakawa njia mojawapo ya kumsupport yule mtu ama kumwezesha kujitambua. Wazazi wanapambana katika eneo la parental system, mfumo wa malezi ambao wanakuwa wanauweka kwa mtoto ili aweze kujitambua, ili aweze kuwa na nguvu ya utambuzi, ili kuweza kujua, kuwa na jicho la fursa, ili kujua uwezo wake wa ndani. Na taasisi namba moja ambayo inakuwa imebeba jukumu la kumfanya mtoto ama mtu ajitambue ni familia. Familia iliyotokea ndio inakuwa na kesi. Ikifeli familia, kuna hizi sasa tunakuja hizi program ambazo tunazifanya kupitia online TV, kuwafundisha watu namna ya kujitambua, namna ya kujielewa, namna ya kujua namna gani, ni vitu gani atavifanya katika wakati gani, katika mazingira gani, ili aweze kuleta matokeo chanya katika jamii na taifa kwa ujumla. Sawa, Mr. Elia, tunaweza kuwa na mfano wa mtu wowote maarufu au shirika ambalo lilifanya kazi hiyo ya mtu kujitambua au jamii kujitambua ambapo lilipelekea mabadiliko chanya? Neno kujitambua ni neno ambalo watu wanaamini kujitambua kupo kwa uwanda mpana sana. Tunaposema ujitambua wewe ni nani, ni mchakato wa kujua wewe unaenda kufiti wapi. Mtu anapotambua mimi na talanta ya muziki, anaweza kujua kwamba okay, mimi kwenye soko la muziki natakiwa nifanye nini. Kuna baadhi ya wasanii wamekuwa influencer wakubwa sana kwenye industry ya music. Wamewafundisha kufanya muziki kuwa biashara. Wasanii wengi sana ambao wamewafundisha hawa upcoming artists, kuwawezesha kujua kabisa muziki ni biashara, na huu muziki kama ni biashara unatakiwa ufanye diversification of investment, uweze kuwekeza nje ya ule muziki. Kuna watu wamefanya muziki kupitia muziki, wamefungua maduka, wamefungua kampuni za usafirishaji kupitia muziki, wamefungua media kupitia huo muziki. Kwa hiyo kuna mtu ameinfluence watu kujitambua katika eneo la music industry, eneo la industry ya music. Kuna watu wameweza kujitambua na wameweza kuinfluence watu kujitambua katika eneo la uigizaji, sanaa ya uigizaji. Kuna watu wamejitambua na wameweza kuinfluence watu katika political arena au political industry. Katika industry ya kisiasa, watu unakuta amemwangalia fulani, kupitia fulani amekuwa inspired na yeye amemvutia. Kwa mfano, Mwalimu Nyerere aliwavutia vijana wengi sana. Aliwavutia watu wengi sana kuingia kwenye political. Na yeye alianza safari za siasa akiwa kijana mdogo sana. Kwa kupitia ile nafasi yake alitengeneza vijana kujitambua, hata kupitia hotuba zake alizokuwa anazifanya. Tukija tumetoka kwenye muziki, tumekuja kwenye siasa, lakini pia kuna maeneo ya uwekezaji. Kuna watu wamekuwa influenced katika eneo la viwanda, uwekezaji wa viwanda vya usindikaji wa matunda. Mtu amemwona fulani anafanya kitu fulani, amekuwa inspired akamfuata. Kuna watu katika kilimo, watu wanamfuata yule nani, kuna mchekeshaji maarufu Tanzania, wanamfuata, wanaambia bwana, umefanya nini katika eneo lako la uwekezaji katika kilimo? Wanaenda wanakuwa influence na wanafanya. Kuna watu wameinspire watu katika ufugaji wa samaki. Kwa hiyo kujitambua kunaweza pia kuchochewa na mtu mmoja aliyechukua kujituma, aliyechukua maamuzi ya kufanya kitu na kuwavutia watu wengine, na watu wengine wakajoin kufanya kile kitu. Kwa katika kila sekta kuna mtu ali-influence watu, kwenye music, kwenye agriculture, kwenye kilimo. Mimi pia ukija katika masuala ya uigizaji, marehemu The Great Kanumba ali-influence watu wengi sana kuingia katika sanaa ya uigizaji. Kwa hiyo swala la kujitambua, kuna watu wameplay nafasi kubwa sana kwenye taifa la Tanzania, lakini pia mataasisi yamekuwa yakiendelea kufundisha. Lakini online TV kama hii Sifa Online TV ina play nafasi hiyo, kuhakikisha kwamba inaandaa series ya vipindi kama hivi, kuhakikisha kwamba watu wanaendelea kujitambua, wanafundishwa namna kujitambua, kujigundua wao ni nani, wewe wana uwezo gani, ili kuweza kuleta tija katika jamii na taifa la Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo kujitambua unaanza kwa mtu mmoja mpaka kwenye level ya kitaifa. Sawa, hapo Mr. Elia, ni changamoto zipi ambazo zinazuia mtu kujitambua, na je, zinaweza kushughulikiwa? Changamoto zipo nyingi sana, lakini leo nitazungumza changamoto mbili ambazo ni mama
ambazo zimechangia vijana wengi kutokujitambua au kuchelewa kujitambua. Ya kwanza, mfumo wa malezi waliopitia. Kama mzazi alirithi malezi ya aina fulani huko nyuma, yanaweza kuathiri mfumo wa maisha huyu kijana wa leo. Kuna mzazi alikaa kwenye ajira miaka 40 na akiwa anaamini solution ya kijana huyu kuwa chombo kinachoaminika ama kijana huyu kujipambania katika maisha yake, kuwa na uchumi huru au kuweza kupata kipato ni mpaka ajiriwe, basi ni ngumu sana kutengeneza kujitambua kwa kijana. Ni ngumu sana kuhamisha hali ya kujitambua kufikiria nje ya boksi. Aina ya vijana wengi ambao leo sisi tupo kwenye hizi jamii imefungwa na family attitude, yani mtazamo wa kifamilia juu ya mustakabali wa future ya mtoto. Mzazi alimwambia soma, usije ukawa mkulima. Kwa hiyo mtoto anakuwa akijua kabisa kwamba kilimo ni cha walalahoi. Soma, utakuja kuuza duka, usije ukaja kuuza duka. Mtoto anaamini nikisoma sitaki kuja kuuza duka, sitaki kuja kufanya kilimo. Anasahau kwamba kilimo ndo backbone sector ya uchumi wa Tanzania. Hivi vitu tunavyofanya hapa ni matokeo ya kilimo. Mbao hii unaotumia ni matokeo ya kilimo. Vyote vitu vingi tunavyovitumia ni matokeo ya kilimo, bidhaa zinatokana na kilimo. Kwa hiyo wazazi lazima wafahamu kwamba dunia imebadilika. Ile uchumi wa kutegemea kazi ya kuajiriwa umetoka. Watu sasa hivi wanatafuta watatuzi ndo wape fedha. Kwa hiyo mfumo wa malezi ambao kijana anakuwa ametokea unaweza ukamwathiri mtazamo wake juu ya swala la kujiajiri. Akawa anataka kutoka katika ile nafasi, anataka kufanya kujiajiri, lakini akikaa ndani kuna taarifa iliyopandikizwa inakuwa ni kikwazo. Na ndio maana tuko huku tunaelimishana katika vipindi kama hivi kuhakikisha kwamba kijana anakuwa katika namna akifahamu kwamba dunia ya leo inataka watatuzi wa changamoto, kwamba kuna changamoto fulani katika jamii, nitakapoitatua itanirudishia nini? Itanipa uthamani, nitapata kipato. Lakini la pili, mazingira, jamii inayomzunguka. Jamii inayomzunguka mtu inaweza kumdhibiti mtu asiweze kujitambua. Ndio ile nikasema kwamba tukiwa na jamii ambayo scale of thinking au uwiano wa kufikiria umetengenezwa kufikiria kwamba maisha yani hatuwezi kupata mtu akatengeneza kiwanda, basi huyu kijana anakuwa na uwiano fulani. Umshaenda kwenye jamii ambayo wanaamini kwamba yani kipato chetu tutakipata kwa kupitia kuvua samaki tu, lakini akaja kijana akasema, jamani, ili samaki zetu tuweze kupata kipato zaidi, tuanzishe kiwanda cha kusindika samaki. Wanampinga, wewe utaweza, tunategemea mwekezaji aje ndio aweze kutuwekezea hicho kiwanda, wewe uwezi. Lakini huyu kijana anaamua kuchukua hatua, ama kupitia mitandao yake ya kijamii ama mitandao ya simu, anaweza akakutana na taarifa ambayo inaweza kumfungua fikra yake, akaamini kwa akachukua hatua, akatoka akaenda sehemu akajifunza kitu fulani, labda uwekezaji wa viwanda, namna ya kusindika. Akarudi katika jamii yake akasema, jamani, tusiishie tu kuuza samaki, tuuze pia bidhaa ambazo zinaambatana na nini na samaki. Akaja akataka kuwa na wazo la kufungua nini, kiwanda. Akashirikishana wale vijana wengine. Kuna vijana watakubali, vijana wengine ambao watakataa, sawa, watamwacha kama alivyo, lakini wale watakokubali, wakiamua kumuunga mkono kijana yule, anaweza akachukua mikopo ambayo inatolewa na serikali, akaanza kuanzisha kiwanda kidogo kidogo kwa ajili ya usindikaji wa nini, wa samaki ambao wanawavua kwa ajili ya kuongeza mnyororo wa thamani ili kupata faida zaidi. Kwa hiyo kuna hiyo familia, kuna malezi ambayo wametokea, uwiano wa kufikiria katika jamii jinsi ulivyojengwa, lakini pia exposure gap. Kwa hiyo kama akichukua hiyo hatua ya kwenda kujifunza nje ya jamii ambayo ametokea, inaweza kumsaidia kuweza kufika mbali kwenye kile kitu anachokifanya. Kwa hiyo maeneo hayo ni matatu, ni muhimu sana tuweze kuyafahamu, ndio yanaowakwamisha vijana wengi katika jamii husika. Mfumo wa malezi, jamii inapofikiria inayomzunguka, lakini pia exposure gap, kukosa uelewa wa ukubwa wa kile wanachokifanya. Wanaishia tu kuuza samaki, lakini unatakiwa uende mbali zaidi na kufungua viwanda vikubwa vya kusindika. Sawa, shukrani sana Mr. Elia, umeelezea vyema. Lakini je, vipi unafikiri serikali na taasisi binafsi zinaweza kuwa na mchango gani katika elimu hii ya mtu kujitambua au watu kujitambua katika maendeleo ya jamii? Serikali ina play nafasi yake katika kuhakikisha kwamba watu wanaendelea kujitambua na wanaweza kutumia maendeleo ya sayansi na teknolojia
kuweza kuongeza uthamani na kuweza kufanya vitu ambavyo vinaweza vikachangia pato la mtu mmoja mmoja, lakini katika level ya kuweza kuchangia uchumi wa taifa. Nimeona kupitia Wizara ya Vijana wamekuja na programu ya kufundisha elimu ya mtandao, digital skills. Wameanzisha jukwaa hilo, na nimeona linafanyika kila mkoa. Kuna manguli akina Baraka Mafole, akina Jill Santi wamekuwa wakipita katika kila baadhi ya mikoa kuweza kufundisha elimu ya mtandao. Ni kwa namna gani watu wanaweza kuuza bidhaa zao, watu wanaweza kuuza juzi zao. Kitu chochote ambacho mtu anakifanya katika dunia ya leo akafanikiwa kukipeleka katika mitandao ya kijamii, anaweza akapunguza gharama kubwa sana ya matangazo. Umefanya kitu fulani, unatengeneza mbao, unatengeneza furniture, unaimba, sio unafanya kitu gani, ukikisha kipeka kwenye mitandao ya kijamii unaweza kufikia watu 1000 kuliko kutembea hivi kwa miguu. Kwa hiyo wamekuwa wakitoa elimu, lakini kwa mtu binafsi, mtu mmoja au watu binafsi, tumeona mashirika soko ya kiserikali yamekuwa yakipambana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba kila kijana wa Kitanzania anaweza kupata elimu ya kujitambua. Kuna personal discovery. Mimi mwenyewe nakuwa nafanya hizo elimu, na nimekuwa nikifanya kwa level ya shule za sekondari, vyuo vikuu nafundisha, lakini hivi karibuni kuna project ambayo tunategemea kuilaunch katika mashule ya sekondari kuweza kufundisha vijana kuanzia form 4 mpaka form 6 ambayo inaitwa CLAP, Campus Awareness Life Project. Wanaweza vipi kujiandaa watakapofika vyuo vikuu kuweza kutumia fursa ambazo zinapatikana katika vyuo vikuu ili kuweza kuweza kuwa watu ambao ni vyombo vinavyoaminika na kuweza kupata fursa mbalimbali na kukuza uchumi. Yote hiyo ni mchakato wa kumtengeneza mtu ajitambue. Sawa, asante sana Mr. Elia. Naona leo mtazamaji ataelewa vizuri sana kile ambacho unakitoa. Kiukweli kina mchango mkubwa sana kwenye jamii. Lakini vipi kwa mtazamo wako? Unadhani ni kwa namna gani kujitambua kwa mtu mmoja au kwa watu kunaweza kupelekea kuondoa changamoto zile au matatizo yale ya kijamii kama ukatili, ubaguzi, lakini pia na mambo ambayo hayafai kwenye jamii? Kwanza lazima tujue mchakato. Mtu anapoanza kujifahamu yeye ni nani, ataanza kuishi kwa mipaka, kufahamu ya kwamba yeye mpaka wake ni huu. Ataanza kuishi kwa heshima, ataanza kuishi kwa kuheshimu watu. Unapojitambua wewe una kipaji gani, lazima ufahamu kwamba ili kipaji chako kikue lazima unahitaji watu. Kwa hiyo bila kuwa na muunganiko wa watu ama kupata kushirikiana na watu katika jamii, ni ngumu sana kuweza kufikia malengo ambayo umejiwekea. Mfano, mimi najua mimi ni mchoraji. Ili picha zangu ziuze, lazima niwe na mahusiano mazuri na watu, ninapozungumza na watu, ninavyo-communicate nao. Sasa hiyo yote inaweza kuonyesha kwa namna gani unavyoanza kujitambua, unaweza kujua maisha yako yanahitaji watu. Watu ndio watakupeleka sehemu husika. Kuna msemo huu anapenda kutumia, mtu hujengwa na watu. Heshimu watu upate vitu. Hakuna vitu bila watu. Kwa unapojitambua lazima ujue kabisa maisha yako yapo mikononi mwa watu. Kwa hiyo lugha yako unayoitumia, kuna watu, mimi nasemaga siku zote kwamba ukitaka kujua huyu mtu hajitambui, angalia anavyowasiliana na watu, angalia lugha zake, angalia anavyodhalilisha watu. Lakini mtu ambaye anajua watu ni mtaji, anajitambua, ana thamani amebeba, ile thamani iweze kuleta matokeo chanya katika jamii, anajua kabisa maneno haya, kitendo hiki nikifanya nitamchukiza mtu, nitadhuru utu wa mtu, moja kwa moja nitapoteza nini? Mahusiano mazuri na watu. Kitu changu nicho kibeba kitakuwa hakina thamani yoyote kwa watu. Kwa kijana yote ambaye anajitambua, anajua msingi wake wa maendeleo upo kwa watu. Kuna matendo yatofanya kwa jamii. Kuna yule mtu ambaye unakuta kutana na watu, anaanza kuwatamkia maneno mabovu, anaanza kuwazungumzia watu mionekano yao, anaanza kuambia wewe ufai. Yote huyu ni mtu ambaye tunaamini huyu kijana hajajitambua. Laiti kama angekuwa amejitambua, angetunza utu wa watu, jinsi wanavyoonekana, jinsi walivyo katika jamii, kuheshimu mipaka ya watu, kujua mpaka wangu ni huu hapa. Yote hiyo ni kutengeneza mahusiano mazuri na watu ili kuwa mtu mwenye tija na aweze kukipeleka kile kitu ambacho amekidhamiria kwa watu ambao anataka kiwafikie. Kwa hiyo kujitambua kunaleta mchango mkubwa sana kulinda haki za watu, kutambua mipaka kwenye maisha ya watu, kujua watu wanataka nini, na kuweza pia kutengeneza mahusiano mazuri na kuwa na amani na kila mtu. Sawa. Shukrani sana Mr. Elia. Umesema ili uweze kuishi au kufanya mambo yako vizuri katika jamii, lazima mtu aheshimiwe, lazima mtu aheshimu mipaka ya mtu.
lazima mtu aweze kufanya mambo ambayo hayatoweza kumkwaza mtu. Zingatia amani yako kwa kufanya uhuru wako usiharibu furaha ya mtu mwingine. Sawa. Naamini mtazamaji ameelewa vyema, na naamini pia mtazamaji unatamani kujua pia awamu ijayo au sehemu ijayo itakuwa inazungumzia nini. Naomba baki hapo hapo, uendelee kulike, ushare video hii, usubscribe na ucomment pia kwa kitu gani kingine ambacho pia ungependa au ungetamani tuweze kukileta hapa mezani kwetu. Na usisahau ulikuwa nami Sharifa Yusuf, tulikuwa na mgeni wetu Mr. Elia, mwelimishaji wa jamii. Sifa Online TV ni jukwaa la kila mtu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ciao. Sifa Online TV, sauti ya jamii, jukwaa la kila mtu. Sifa Online TV, utapata habari, burudani na maarifa.